Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta anayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kumfahamu jini mtoa mali, jini anayetoa utajiri kwa mafukara, jini mwenye huruma na watu wasiojiweza. Na vile vile nakuletea elimu uweze kumfahamu Jin Sultan. Jin Sultani unamfahamu wewe? Babu wa Jin Sultani unafahamu anaitwa ni nani? Jin Sultani ni mjukuu wa mzee Abu al-Walid. Mzee Abu al-Walid, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjalia kuwa na watoto wa kiume wawili. Mtoto wa kwanza wa mzee Abu al-Walid ambaye ni babu wa Jin Sultan, mtoto wake wa kwanza hufahamika kwa jina la Chari Marach. Chari Marach ni jini mtakatifu, ni jini ambaye aliyepita njia moja na mtume wetu Muhammad mtukufu wa daraja Sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Chari Marach alislim toka enzi za mtume na alikuwa ni mwanafunzi wa mtume Muhammad. Alikuwa akifundishwa Uislamu, na Chari Marach ndiye jini ambaye alikuwa akiueneza Uislamu katika ulimwengu wa kimajini. Na katika nchi ya Morocco, katika kijiji cha Atlas, kuna kaburi ambalo linasemekana mabaki ya mifupa ya Chari al-Marach yapo katika lile kaburi. Na katika mila na desturi za baadhi ya watu wa nchi ya Morocco, huenda pale na kuelezea shida zao kadha wa kadha, hasa wale watu wa asili na wale watu wanasumbuka na maradhi pamoja na shida, kwa ajili ya shida zao ziweze kutatulika. Chari Marach ni baba mkubwa na Jini Sultan. Mtoto wa pili wa mzee Abu al-Walid hufahamika kwa jina la Shamhurish. Jini huyu ni baba mzazi wa Jin Sultan. Shamhurish ni jini ambaye anasimamia mamlaka ya mapato katika mamlaka za bahari. Yaani yeye ndiye mtoza ushuru na mapato yote yeye ndiye anayesimamia na kuyakusanya. Jini Shamhurish ni jini ambaye ana uwezo wa kubadilika kuwa katika hali ya kibinadamu, na ni jini ambaye alikuwa anatoa msaada mkubwa sana, hasa katika vituo vya binadamu vya watoto yatima. Kujibadilisha na kuwa mtu na kutembelea vituo mbalimbali vya watoto yatima na kutoa msaada. Na vile vile alikuwa akitembelea pia katika hospitali mbalimbali ambazo binadamu wanakuwa wanaumwa, hasa wale binadamu ambao walikuwa hawajiwezi, wanasumbuka na ufukara pamoja na maradhi na hawana fedha za matibabu kwa ajili ya kujitibia maradhi yanayowakabili. Jini huyu alikuwa akitembelea hospitali kama binadamu na kutoa misaada mbalimbali. Na watu wengi
walikuwa wakiamini kuwa ni binadamu, lakini ni jini ambaye ni baba mzazi na Jin Sultan. Jini Shamhurish, kabla ya kifo chake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjalia kuwa na watoto wa kiume wawili na mtoto wa kike mmoja. Mtoto wa kwanza ambaye ni kaka wa Jin Sultan hufahamika kwa jina la Mutawakil, na mtoto wa pili ambaye ni dada wa Jin Sultan hufahamika kwa jina la Melagos. Melagos ni dada wa Jin Sultan. Ni jini ambaye ni mlinzi katika ikulu ya 5 ya Shetani, na vile vile ni mtumishi wa mtoto wa Shetani, na maanisha ni Prince Mora. Melagos, dada wa Jin Sultan, humtumikia Shetani na humtumikia vile vile Prince Mora, na jini huyu huwafundisha sana wanawake uchawi na huwafundisha pia majini wa kike hasa mambo ya uchawi. Na mtoto wa tatu wa mzee Shamhurish hufahamika kwa jina la Sultan Al-Akhal, na ndiye jini ambaye tunamzungumzia leo. Jini Sultan ni jini mwenye umri mkubwa sana, na pia ni mwenye nguvu. Ni jini anayeishi katika anga za juu. Anaishi katika bahari ya 7. Ni jini wa pili mwenye ufalme mkubwa kama ufalme aliyekuwa akiumiliki Suleiman bin Daudi. Jin Sultani ana kikosi cha wanajeshi anachokimiliki, kikosi 700, na kila kikosi kina wafuasi 150. Jini huyu ni jini ambaye mwenye kumiliki mali na mwenye kumiliki utajiri mkubwa sana kama wa mfalme Suleiman bin Daudi. Watu wenye kumiliki jini huyu Jin Sultan ni watu wenye uwezo mkubwa sana na ni watu hatari sana duniani. Tabia za Jin Sultan ni jini ambaye mwenye kupenda kusoma, na ni jini ambaye pia hapendi kuongea sana, na ni jini ambaye pia hapendi uonevu, na pia ni jini ambaye hapendi kuona mtu ananyanyaswa au mtu anadhalilishwa. Na jini huyu pia hampendi mtu mbea, mtu mwongo anayechukua maneno ya huku anayapeleka huku, na hampendi mtu ambaye hawezi kuwa na siri, yani ana kaba la kuhifadhi siri. Jin Sultan hampendi mtu mchafu, na pia jini huyu
hapendi kuingiliwa katika madaraka yake. Dalili ya mtu mwenye jin sultan katika kichwa chake. Dalili ya kwanza ya mtu mwenye jin sultan katika kichwa chake ni mtu ambaye anakuwa ni mwenye nguvu, hasa pale anapokuwa amekasirika. Na dalili ya pili ya mtu mwenye jin sultan katika kichwa chake, mtu ambaye anakuwa kilala anaota ndoto ya wazee wenye kuwa na ndevu nyingi sana, na wazee hao wamevalia kanzu. Dalili ya tatu ya mtu mwenye jin sultani katika kichwa chake ni mtu ambaye mwenye kupenda kusoma, hasa mambo asiyeyafahamu. Ni mtu ambaye anapenda kuwa mwanafunzi kila siku, kujifunza vitu ambavyo havijui, na ni mtu ambaye mwenye huruma katika jamii, na ni mtu mwenye upendo, asiyependa kusengenya, na ni mtu ambaye hapendi kuona mtu akionelewa, na ni mtu ambaye pia anapenda kutoa msaada katika jamii yenye shida mbalimbali. Hata kama yeye hana fedha nyingi au hana utajiri, lakini ni mtu mwenye kupenda kujitoa zaidi kwa ajili ya kusaidia watu. Na pia ni mtu ambaye anapenda ukweli, hapendi kudanganya. Na dalili ya nne ya mtu mwenye jin sultani katika kichwa chake ni mtu ambaye mara nyingi hulala na anaota anasoma akiwa amekaa katika kiti kikubwa hivi, kiti kizuri. Na pia kama ni mwanaume, huota mara nyingi akiwa amevaa kanzu. Hata katika maisha yake ya kidunia hupendelea kuvaa kanzu nyeupe. Na pia kama ni mwanamke, hupendelea sana kuvaa mavazi yenye stara. Jin sultan hulindwa na viumbe hawa. Hulindwa na Ruyat, na pia hulindwa na Ruhan, na pia hulindwa na Jin Subian, na pia hulindwa na Jin Maimun, na pia hulindwa na Jin Simba. Je, unahitaji kumiliki jin sultan? Umiliki mamilioni ya fedha kama daktari Musa hapa anavyomiliki mamilioni ya fedha. Uondokane na maisha ya dhiki, na uondokane na maisha ya ufukara. Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kitu cha kwanza cha kufanya, hakikisha ndani ya siku 14 kabla ya kumwita jin sultan, jikurubishe kwa Mola wako mlezi. Uishi katika sheria yenye kumpendeza Muumba wako. Kama ni Muislamu, basi uswali swala 5 na ufunge kama unavyofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na usishiriki tendo la ndoa
ndani ya siku 14 na mpenzi uliye naye. Na pia hakikisha usile vitu vinavyotokana na roho. Kwa mfano, nyama ya aina yoyote usile, nyama ya samaki usile, na maziwa pia usitumie, na pia usitumie mayai. Na kama ni mtu ambaye unahitaji kuwa ni mtu wa mafanikio zaidi na zaidi, kama mzazi wako yuko hai, jitahidi kumtendea hisani, kumfurahishe. Na kama mzazi wako alitangulia mbele ya haki au wazazi wako, basi usiache kuombea dua njema pale unapokuwa unafanya ibada. Na kisha itabidi utafute chumba ambacho hicho chumba kiwe ni empty, kisiwe na kitu cha aina yoyote hicho chumba. Na chumba hicho uwe unakipulizia marashi mazuri yenye kunukia vizuri, na yale maji unayepigia deki pia basi uwe unayowekea marashi yenye manukato mazuri kwa ajili ya kupigia deki kile chumba. Baada ya hapo utatakiwa uwe na kipande cha mnyaa kimoja, na pia utahitajika pia uwe na chumvi ya mawe, at least uwe robo. Kisha utahitajika pia uwe na mchanga wa kaburi, na maanisha walalo la zamani la mtu aliyezikwa akasaulika. Na pia uwe na chungu cha asili kama ambavyo walikuwa wakitumia wazee wetu wa zamani kwa ajili ya kupikia mboga, vile viungo. Baada ya hapo pia utahitajika uwe na mishumaa ya aina 3. Mshumaa wa kwanza uwe mweupe, na mshumaa wa pili uwe mweusi, na mshumaa wa 3 uwe mwekundu. Na pia utahitajika pia uwe na mbegu za mti wa lufyambo, na maanisha mbegu za isikesike au mbegu za mti wa ushanga wa bibi. Jambo la pili, ili uweze kumwita Jin Sultan na upate ufunguo wa kuonana na Jin Sultan kwa ajili ya mazungumzo, na aweze kukusaidia uondokane na maisha ya dhiki na maisha ya ufukara, utahitajika uwe na pete ya blue ya feroza. Baada ya hapo utahitajika uwe na mbuzi 3, na uwe na kondoo 3. Kisha utawaalika watu wawe wengi, upate mkusanyiko wa watu. Utachinja wale kondoo 3 na wale mbuzi 3, utawapa watu wa ile nyama. Alafu kisha wewe utakusanya ile mifupa na kuisaga na upate usembe wake. Utachinja kondoo 3 kama unavyoona Dr. Musa hapa anavyotoa kafara hii ya kondoo 3 pamoja na mbuzi 3, na pia pete yangu ya feroza nimeiweka ndani ya sahani, na ile damu inamwagikia pale ya wale viumbe ambao unatakiwa uwachinje.
Kisha utakapokuwa umefanikiwa kukusanya ile mifupa na ukaisaga ukapata usembe, na maanisha ule unga wa kondoo watatu pamoja na mbuzi watatu, ule unga utaenda nao mpaka katika chumba chako. Utakapokuwa umefika katika chumba chako cha kukaa riadha kwa ajili ya kumwita kiumbe, itabidi ule usembe wa mifupa ya kondoo watatu na mbuzi watatu utachanganya kwa pamoja na dawa hii nyekundu inayoitwa itinginya, mvunja miamba, na pia utachanganya na dawa inayoitwa igwanguru yenye rangi hii ya kijani. Na baada ya hapo utachukua mnyaa wako pamoja na chumvi ya mawe, utachoma kwa pamoja upate usembe wake. Kisha ule usembe pia wa mti wa mnyaa pamoja na chumvi ya mawe utachanganya kwa pamoja katika ule mchanganyo wa mifupa ya kondoo pamoja na mbuzi. Na ulipokuwa umechanganya dawa ya itinginya, mvunja miamba, na dawa hii ya kijani ya igwanguru, utafanya mchanganyo wa hivyo vitu upate dawa ya aina hii moja. Wakati unakaa riadha yako ya siku 7 ya kumwita Jin Sultan, utaanza siku ya Ijumaa. Wakati unakaa riadha yako utakuwa unakoga hiyo dawa saa 8 ya usiku. Unachota kidogo, unatia kwenye maji, unakoga. Na kisha itapokuwa imefika siku ya 7 ya kuzungumza na kiumbe wako, utachukua ule mchanganyiko wa dawa ambao ulibakia, ulikuwa umechanganya wenye mifupa ya kondoo watatu na mbuzi watatu pamoja na mchanganyiko wa dawa ya itinginya na igwanguru pamoja na mchanganyiko wa mti wa mnyaa pamoja na chumvi ya mawe. Utajichanja hapa katika paji la uso, utaipakaza pale ulipojichanja. Utatia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil. Ewe Mwenyezi Mungu uliyeumba ardhi, ukaumba mbingu, ukaumba majini, ukaumba binadamu, ukaumba vitu vinavyoonekana na ambavyo havionekani, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie nionane na kiumbe wako Jin Sultan. Nina madhila, nina shida, nahitaji kufanya naye mazungumzo, anisaidie. Kwa idhini ya Allah, ukimshirikisha Mola wako mlezi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia na utafanikiwa hitaji lako. Ukisha kuwa umejichanja huo mchanganyiko, utachukua kioo chako, utakitenga karibia na kwenye ukuta, utagemeza katika ukuta. Baada ya hapo utachukua sahani nyeupe pia, utaiweka karibu na kwenye kioo ambapo kilipo. Kisha utachukua ile pete yako ya Feroz ambaye ulipokuwa ukichinja wale kondoo pamoja na mbuzi, ile damu ilipokuwa kimwagikia pale,
Hiyo pete utaitoa, kisha utaiweka katika sahani yako nyeupe, na sahani hiyo hakikisha iwe ni sahani ya mfupa. Baada ya hapo utauwasha mshumaa mweupe. Maana ya kuwasha mshumaa mweupe, inaenda kutakasa nafsi yako na inaenda kumjuza ile kiumbe kwamba unamuita katika njia ya kheri wala sio kwa shari, unahitaji amani. Na pia utachukua mshumaa wako mweusi, utauwasha. Ule mshumaa mweusi unaashiria ni ulimwengu wa kiza. Unahitaji kwenda kuonana na viumbe au kumuona kiumbe ambaye hawezi kuonekana katika jicho la nyama. Na pia utauchukua mshumaa wako wa tatu ambaye ni mshumaa mwekundu. Utawasha huo mshumaa. Mshumaa mwekundu unawakilisha falme za kimajini, kwamba unahitaji kuonana na ufalme wa kimajini. Ukishakuwa umewasha huo mshumaa mwekundu, basi utachukua pia na chungu chako. Kile chungu utakiegemeza kwa pembeni pale, kisha utachukua ule mchanga wa kaburini, ambalo nilikuelekeza ni mchanga wa kaburi la lalo la zamani la mtu ambaye amesaulika. Utauchukua ule mchanga pia utauweka katika kile chungu, na kisha utachukua punje za mbegu 7 za mti wa lufyambo au ushanga wa bibi au mti wa mtipitipi. Utachukua hivyo vimbegu, utavidumbukiza kimoja baada ya kimoja katika kile chungu chenye mchanga wenye lalo la kaburi. Kisha utachukua dhafarani au makapeni nyekundu, kwa sababu unahitaji kumuita jini wa kiume, Jin Sultan. Katika kioo chako utaandika Mukshina, na kwa chini yake utaandika Al-Aman, na kwa chini tena utaandika Sultan Al-Akhal. Baada ya hapo utavuta nyiradi hii na utataja utajo huu mara 256. Bishahat, mashahat, shayat. Bishahat, mashahat, shayat. Utarudia mara 256. Baada ya kusoma utajo huu, kiumbe wako atawasili, na kisha kuwa amefika kiumbe wako, utamwamuru aingie katika ile pete, na pete hiyo ya feruzi ndiyo itakayekuwa ni ufunguo wa wewe utakapokuwa unamhitaji kwa dharura, unapokuwa na jambo lako la aina yoyote. Lakini atakapokuwa ameingia ndani ya pete, utamwamuru atoke tena ndani ya pete, kisha mfanye mazungumzo, na atakupa masharti yake na utaingia naye mkataba. Na kila mwaka utamfanyia kafara ya kondoo 3 na mbuzi 3. Kama
unahitaji kuwa mtu wa mafanikio, unasumbuka na mitihani mbalimbali ya kimaisha. Kama unavyoiona hapa Daktari Musa, ofisi yangu nina kila aina za dawa mbalimbali. Nina dawa za mivuto ya biashara, na maanisha mvuto wa wateja kupitia biashara unayoifanya. Na pia nina dawa ya kuikinga biashara yako na chuma ulete. Kama unasumbuka na matatizo ya chuma ulete, unafanya biashara lakini fedha huioni. Na pia nina dawa za kusafisha nyota na dawa za kupandisha nyota yako, uwe ni mtu mwenye mvuto wa kupendwa kila kona dunia utakayopita. Na pia nina dawa za mvuto wa mapenzi, za kumfanya mpenzi wako akutii na kusikilize. Na pia nina dawa za kupandishwa cheo kupitia kazi unaifanya. Na vile vile nina dawa za kuondosha maradhi ya uchawi yaliyopo ndani ya mwili wako na maradhi ya kishetani. Na pia nina dawa za kinga za kukukinga na vita za kichawi na za kishetani. Kama unahitaji pete za bahati, pete zenye ufalme wa kuendana na nyota yako, za kufanya uwe ni mtu wa mafanikio, au unahitaji pete za majini, pete zilizofanywa kafara za viumbe mbalimbali, ukiwa nje ya nchi, kwa tiba pamoja na dua, unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592. Na kama ni mara kwa ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu katika channel yangu lililoandikwa subscribe, na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Pia utakuwa umefanya kitendo cha uungwana ukilike video hii na ukacomment, na kisha ukashare hii video kwa ndugu, kwa marafiki. Utakuwa umefanya jambo zuri sana. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Musa, Dr.